Sasa 80 ile watu wengi Marekani, vijana wale teenagers and everything, Lacoste wengi wakawa hawamalizi Lacoste. Unajua ile Izod ilikuwa juu, kwa watu wengi wakawa wanasema wamevaa brand ya Izod. Unaelewa vizuri sio Lacoste. Kile kitu kilikuwa ni kama kinashusha thamani ya Lacoste. Wakawa wanafikiria sana, tutawezaje kuforce michongo Marekani tuweze kuuza bidhaa zetu kwa brandi yetu sisi wenyewe kama sio kuingia kwenye mkataba na brandi nyingine. Ni kama Ja Bless tunasema mwaka 1993 ambako sasa Izod wenyewe walikuwa wanapitia mazingzo mengi sana kwenye masuala ya pesa, walikuwa na financial troubles, matatizo kibao ambao sasa iliwapelekea wao kuuza ile brand yao. Na unajua hawakuuza sehemu nyingine, ikabidi zile 50% ambazo walikuwa na Lacoste wakabidi wawarudishie tena Lacoste. Lacoste akawa na umiliki wa kampuni asilimia zote, na Izod ikauzwa kwa sababu ilikuwa ishafilisika, ikauzwa na ikachukuliwa na mtu mwingine. So Lacoste sasa wakapata ile authority na wakapata ile license ya kuuza bidhaa zao Marekani mwaka 1993. So Izod anaondoka, anabaki Lacoste kama Lacoste. So tunasema hapa sasa kama ni profit 100% yote ni Lacoste. Unanielewa vizuri na hapo ndo tulikuwa tunaelekea mwisho kabisa wa mzee wetu Rene Lacoste, mamba mwenyewe. Mwaka 1996 Mnyamwezi alipoteza maisha na alikuwa na safa sana na kansa, unajua akiwa na miaka almost 92. So Lacoste 1999 akafariki. Rene Lacoste mwenyewe, fundi mwenyewe, mwanzilishi wa hiyo brand, lakini aliacha brand kwenye mikono ya salama mwanae ambaye alikuwa ana force na alikuwa anapambana na alikuwa anajua nini mzee anataka. Miaka ya 2000 Lacoste ikaendelea kuexpand zaidi na zaidi, na hapo tunasema sasa ni kama walifunguliwa sasa. Lacoste walibadilisha, tunasema creative director, wakapata creative director mwingine ambaye yule sasa tunasema ni kama Lacoste ikaenda ikawa kifashion zaidi, kutoka kwenye sports, yani kutoka kwenye yale mavazi ya sports tu. Lacoste ikajiexpand, ikawa na mikato ya Kinyamwezi, zikawa zinapigwa pia runways za Kinyamwezi za Lacoste. Yani Lacoste ikaingia street sasa, watu wakawa wanaipenda Lacoste. Sio tu utapata sijui form 6 zile polo t-shirt and everything, unapata pia mikato ambayo hata wewe mwenyewe unaweza kuvaa popote, Unyamwezi ukamwagika. So tunasema Bernard Lacoste aliitendea kila kitu Lacoste na alikuwa ni genius sana, lakini ilipofika mwaka 2005 alikuwa anaumwa sana, unanielewa vizuri na ikampelekea yeye pia step down, akabidi aachie madaraka ya kuwa CEO wa Lacoste, akamwachia mdogo wake Michael Lacoste. Unanielewa, mwaka 2006 Bernard Lacoste naye akapoteza maisha. Rest in peace Mnyamwezi yule. So Michael Lacoste ikabidi ashike usukani ule. Kumbuka hapo umri ushaenda sana wale Wanyamwezi kwa sababu walikuwa ni watu wazima, unajua, kwa sababu Lacoste tunazungumzia kazaliwa mwaka 1904. Kitambo sana. Mpaka 2005 anafanya nini? 2005 no, babake alikuwa shakufu. Si ndo nasema ni Lacoste angekaa mpaka 2005 anafanya nini? Huyo sasa huyo tungemtafutia dawa, akatumia dawa gani, mbona hafi ule? Si ndio? Miaka 100 na ingekuwa uongo. Unanielewa vizuri. So Michael Lacoste akaendelea kufanya unyamwezi pia kwenye Lacoste, akaendelea kuweka Lacoste kwenye map, na tunasema Lacoste akafungua e-commerce sasa kule Marekani. In short ni biashara ya mtandaoni, akawa anapiga sana madili ya mtandaoni, wakafungua website and everything kwa ajili ya kuuza bidhaa za Lacoste. Wakaendelea kufanya vizuri pia zaidi, na kitu ambacho watu inabidi waelewe ni kwamba Lacoste ilipata wapinzani wengi, ilipata watu wengi kukompiti. Yani in short ni hivi, watu brandi nyingi zilitengeneza wanyama. Unajua mtu akishaona mbona kama hawa majamaa wanatoboa afu logo yao ni ya mamba, unajua zile kwa nini mamba na nini mamba? Watu waliweka tembo, watu waliweka brandi zilitengenezwa nyingi sana za kukompiti. Ila sasa ujui siri ya mamba nini? Wanyama wengine wote wana ulimi, mamba hana ulimi, achambui, yani akimeza kikubwa amemeza. Kwa hiyo Lacoste ndo maana akawameza, si ndio? Mnyamwezi sio vizuri. Mamba alikuwa anafanya vitu vya Kinyamwezi, na ndio maana wengi walio compete na Lacoste walifeli, kwa sababu Lacoste automatically watu walishaipenda, na pia Lacoste mwenyewe aliwekaga
slogan ya kwamba tunasema kwenye brand yake kwamba kama quality ikiwa nzuri watu hawawezi akaondoka hata siku moja. Haijalishi utaiuza kwa bei gani, lakini kama kitu kina quality nzuri watu wataendelea kubaki na wataendelea kuja na kuulizia na kununua leo mpaka kesho. Lakini quality ya kwenye mavazi quality ya mavazi inaanzia kwenye muonekano, and then tunakuja kwenye material. Una uwezo wa kuwa na material nzuri kwenye mavazi, lakini muonekano wako sasa mtu akivaa anaonekana rangi za mbea. Unajua alikuwa slim fulani hivi Mnyamwezi, unajua maana kwaje Bigi unapendeza. DIG ushamuona ametupia. Bigi ametupia, mbona watu wakasema watu wanene Mnyamwezi. Ona wakataje watu wanene. Watu wanene pia unajua mabigi wanapigaga Unyamwezi wao na bado wanawaka. Wewe angalia Unyamwezi wetu waliosimamisha brand ya mama. Lakini wewe kuniambia tu kwamba Maslim Boy tu ndo atafanya brandi wake. 69 anapendeza. Anaweza akapendeza kwani ngoja. Kwani Kanye West ni mwembamba? Sio mwembamba yule. Mnyamwezi mwembamba hizi. Haya, haina na maturudi kwa Lacoste. Umeona Lacoste sasa. Kwa sasa Michael Lacoste alivyo expand biashara, lakini unajua inafika stage na yeye pia Michael Lacoste alikuwa umri kidogo umefanyaje umesogea, so akabidi amwachie mtoto wake. 2000 na ngapi hiyo? Ni 2008. Ikabidi amwachie mtoto wake. Kampuni sasa hivi anaachiwa mjukuu wa Rene Lacoste. Na yeye akafanya kwa kadri anavyoweza, lakini ilipofika mwaka 2012 ni kama wakasema inatosha. Ikabidi sasa kampuni wafanye kama kuiuza. Unajua ku run business mwanangu, nishakwambia siku zote sio kitu rahisi. Hasa kama kampuni, kwa sababu kuna watu wana compete, lazima kuna challenges nyingi sana unazipata. Kuwe na strategy. Kwa hiyo inawezekana the way upande wa masoko na kila kitu, creativity na kila kitu. Sokoni namna gani mnaweza kustick pale kwenye competition mlipo kabisa. Kwa hiyo sasa hiyo kitu sio rahisi, kwa sababu inawezekana Rene Lacoste alikuwa anaweza kwa sababu ya akili zake na kichwa chake. Pengine Bernard Lacoste mtoto wa Lacoste alikuwa anaweza kwa sababu ya akili zake na kichwa chake. Na Michael inawezekana alikuwa anaweza kwa sababu alifanya kazi muda mrefu sana akiwa na brother yake na baba yake. Kwa hiyo kuirani ilikuwa sio ngumu. So ilipofika kwa mjukuu sasa akafanya kuta kizazi cha mwisho cha Lacoste akafanya, na alikuwa ni mdada, akafanya kwa uwezo wake. Ilipofika mwaka 2012 ndo akaamua kuiuza, na Lacoste ikatoka kwenye familia, tunasema ni kama almost nusu ya asilimia. Kuna kampuni moja ya Uswizi wakachukua, ila sio kwamba ilikuwa ni mwisho wa Lacoste, hapana. Na unajua kuna watu wanajua kusimamia biashara Sasa Lacoste ni kama ikaingia sasa, watu wakaingia sasa serious kwenye business, kwa sababu mwanzoni Lacoste ilikuwa haitumii nguvu kubwa sana kwenye matangazo. Ilikuwa tayari ina street love na ilikuwa ina identity pia ya mtu ambaye amefanya makubwa sana, na pia yeye ndo alikuwa kama ambassador. Uwezo kumwambia akatafute mtu mwingine eti yeye ndo awe kama ambassador kuonyesha mavazi, kati yeye mwenyewe ni mtu ambaye anaweza akaonekana. Wakati wa Faransa Wanyamwezi wenyewe wavaaji wamembariki jina Mamba. We nani? Eti mtu mbaya. Ndio vizuri. So wale walikuja kuiboost biashara na walikuwa wanajua kufanya biashara, na ndio maana hata ukiona mwaka 2017 kwa mara ya kwanza pia tunazungumzia mchezaji wa tennis ambaye hata watu ambao hawafuatiliagi tennis wanaweza wakamjua, Novak Djokovic. Unanielewa vizuri? For the first time yeye mwenyewe kabisa akasema I'm proud to be the next crocodile. Yani akasema yeye mwenyewe pia anapenda kuwa crocodile, kwa sababu yeye sasa ndo alikuwa kama ambassador wa Lacoste. Yeye na unajua ule mwana akashinda mataji mengi sana, ashakuwa number 1 kwenye tennis sio mara moja. Na kama sitakuwa nimekosea ukifuatilia, Djokovic ni moja kati ya mchezaji ambaye ametolewa matoleo maalum na kampuni ya Lacoste. Kabisa. Katolewa matoleo kwa sababu gani? Unajua ule jamaa ni fundi na alikuwa pia naye kwenye tennis, hauwezi kumwambia kitu. Ni greatest of all time. So kitendo cha Mamba, tunasema Mamba's family, watoto wa Mamba wale kwa Rene Lacoste, vijana wa Mamba, watu wabaya. Na yeye akasema I'm proud to be the crocodile. I'm proud to be the new crocodile. Maana yake ni kwamba ile brand ni kubwa, ile brand ilikuwa ina historia, na ndio maana alikuwa tayari kusign 5 years deal. Yani alisign kwa miaka 5 kuwa kama yeye sasa ndo mchezaji tunasema wa tennis ambaye
anaibrand Lacoste. Brand Lacoste. So Lacoste iliendelea kufanya vizuri. Wana stores nyingi sana hapa duniani. Kutoka kwenye tunasema kwenye ndoto za mtu ambaye alikuwa hana plan, lakini alikuja kugeuza zile ndoto kutoka kwenye mapambano ambayo alikuja kushinda ya tennis ile michezo, lakini pia akaja kufanikiwa kutengeneza $billion, akatengeneza pesa nyingi sana kwenye nguo. René Lacoste mimi namuita fundi, na mpaka sasa hivi legacy yake unstoppable. Yule jamaa ni mtoto wa kishua, lakini alionyesha ni jinsi gani unaweza ukapambana kwenye mchongo na ukafanikiwa, kwa sababu haikuwa rahisi yeye kupambana tu from nowhere. Ila mzee pia alikuwa anampush, anamwambia bana, inabidi ufanye 1 2 3, usipofanikiwa hichi maanake utarudi kwenye plan zangu. So mimi namuita hustler. Respect pia kwa baba kwa kusimama kwenye ndoto za mtoto. Ndio maana Mnyamwezi unaambiwaje usizae tu, unaelewa vizuri. Wewe unazaa, una hela, una support mimi na mtoto wako Mnyamwezi. René Lacoste kazaliwa kwenye familia ya kishua. Unaanza kutupiana mtoto, unaanza kutupiana mtoto. Mimi silei, unalea nini? Lakini mcha siku mzee alisupport, japokuwa aliona mtoto wake hana kipaji cha tennis, lakini kama ameamua kucheza tennis kwenye kitu ambacho mtoto wake anakisikia ndani, fanya unachokiweza wewe, and then utakachofanikiwa kwenye huo mchezo ni legacy, na tunasema utakuwa champion, utaniheshimisha mimi na wewe pia utakuwa umeacha alama kwenye hii dunia. Makao makuu ya Lacoste yako wapi? France Mnyamwezi. Ufaransa. Si ndio? Yeah. Bana, congratulations and rest in peace kwa GOAT mamba mwenyewe René Lacoste, moja kati ya Mnyamwezi ambaye aliamini kwenye ndoto zake na akasikiliza kile ambacho anakihisi ndani, na wazazi wakamsupport. René Lacoste, moja kati ya mamba ambaye alihakikisha Ufaransa inajivunia kwenye tennis, lakini pia Ufaransa mbali na kuwa soko la mavazi, akahakikisha anaacha alama kwenye soko hilo la mavazi na kuanzisha kampuni ya Lacoste ambayo mpaka leo inasimama kwenye miguu ya watu, inasimama kwenye miili ya watu. Upande wa t-shirt, upande wa viatu, upande wa suruali, utakutana na brand ya mamba Lacoste. Nilikuwa na Mamen 212 the Chief kwenye Runaway. Mimi naitwa Brain. Till next time and bye bye.